msichoke kutenda mema. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa Dominika ya Matawi, ambapo duniani kote Wakristo wa Katoliki wanakumbuka siku Yesu alipoingia Yerusalemu kwa shangwe. Leo pia ni mwanzo wa wiki iliyo muhimu na takatifu sana, wiki tafakarishi mno katika imani yetu, inayojulikana kama wiki kuu. Tafakari ya leo ni juu ya jinsi utii, unyenyekevu na kuwajali wengine vinavyoweza kuwa njia ya mafanikio na ushindi. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 mstari wa 4 mpaka wa 7. Tusikilize somo. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11. Tusikilize somo. Kristo Yesu mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Basi kutokana na urefu wa injili ya leo, hatutaweza kuisoma hapa. Tafakari yetu inaanza na somo la kwanza, ambalo ni sauti ya mtumishi mwaminifu wa Bwana, ambaye kwa hiari yake anapitia mateso, kutengwa na maumivu makubwa kwa ajili ya imani yake kwa Mungu. Unabii huu unamwashiria Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mtumishi mwaminifu wa Mungu, ambaye alivumilia mateso makali, maumivu na kutengwa kwa ajili ya Mungu. Yeye ameukaza uso wake kama gumegume, akijua mateso yatakayomjia, sio kwa ubaya wake, bali kwa wokovu wetu. Katika hili anatufundisha kuwa nguvu ya kweli yatokana na utii kwa Mungu. Katika somo la pili, Mtume Paulo anaelezea juu ya unyenyekevu wa Yesu, kwamba ingawa alikuwa ni Mungu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Lengo la Mtume Paulo ni kuwaalika watu kuiga unyenyekevu wa Kristo kwa kuwapenda, kuwatumikia na kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Hili ni jambo la muhimu sana kwa imani yetu. Injili ya leo ni simulizi la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, linaloonyesha uhalisia wa usaliti,
mateso na kifo chake. Aidha, hata katika hali hii ya giza tororo la mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, bado kuna mwanga, kwani ufufuko unakuja. Kinachoonekana kushindwa kinageuzwa kuwa njia ya kuelekea ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Ndugu zangu, kutokana na masomo ya leo, tuna mafundisho matatu yafuatayo. Fundisho la kwanza, utii, unyenyekevu na kuwajali wengine unalipa. Katika somo la pili, tunaona jinsi Mtume Paulo anavyoelezea unyenyekevu wa Yesu. Paulo anasema, yeye aliyekuwa Mungu alijifanya kuwa hana utukufu, yaani alijinyenyekeza kwa kukubali kuwa mwanadamu. Kama haitoshi, akajinyenyekeza zaidi kwa kufa mauti ya aibu msalabani. Aidha, Paulo pia haishii hapo, kwani anaeleza faida za unyenyekevu huo, kwamba kwa unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa utii wake kwa Mungu Baba, Mungu alimkirimisha jina lipitalo kila jina, ambalo kwalo kila goti linapigwa. Lakini pia kwa unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ukombozi wetu ulipatikana. Hivyo ndugu zangu, tunaitwa kujifunza kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuishi maisha ya unyenyekevu, maisha ya utii na maisha ya kuwajali wengine. Kwani mambo mengi yanafanikiwa kwa kutumia funguo hizi za utii, unyenyekevu na kuwajali wengine. Watu wengi wamefeli katika mambo mbalimbali kwa kutokuwa wanyenyekevu, kwa kutoyaendea mambo hayo kwa utii, unyenyekevu na upendo. Watu wengi wamejaribu kutatua migogoro kwa njia ya majivuno na nguvu, na imeshindikana kabisa. Ili hali kama unyenyekevu ungetumika, ungekuwa na mafanikio makubwa. Vita vinavyosababisha binadamu kuuana wao kwa wao ni kutokana na ukosefu wa unyenyekevu na kufikia hatua wanadamu kujiona kama miungu. Huenda wewe dada, wewe kaka, wewe mama, wewe baba, umekwama kimaisha kwa sababu tu ya kukosa unyenyekevu. Umegombana na wenzako, umekorofisha mahusiano yako na watu, hauna mahusiano mazuri na watu kwa sababu ya kukosa unyenyekevu, kukosa utii na kukosa moyo wa kuwajali wengine. Leo tunaambiwa tumuige Yesu, tuwe wanyenyekevu, tutumie vyote ambavyo Mungu ametujalia katika kuwajali wengine, kuwasaidia wengine na kuwapenda wengine, kwani kuna mwisho wa vitu vyote. Daima tusitumie vyeo vyetu, mali zetu, umaarufu wetu na hata pesa zetu kuwakandamiza, kuwadharau, hata kuwadhulumu wengine. Badala yake tukumbatie utii, unyenyekevu na kuwajali wengine, kwani kuna usemi unasema, tulizaliwa hatuna kitu, tunapigania vitu vingi na tutaondoka mwisho hatuna kitu. Ndugu zangu, fundisho la pili ni juu ya wito wa kuwa watu wa haki. Katika Injili ya leo, watu wanaulizwa kati ya Yesu asiye na hatia na Baraba aliyekuwa mhalifu wa unyang'anyi, nani aachiliwe? Na wanachagua Baraba kuachiliwa. Huu haukuwa uamuzi wa haki, kwani haki ni mhalifu angeadhibiwa na asiye na hatia aachiliwe.
Hivyo leo tunaitwa kuwa watu wa haki, watu wa kuusifia wema na kukemea maovu. Katika familia zetu, makazini mwetu na pote tunapojikuta, hebu tujenge maadili ya siku zote kusimamia ukweli, kukemea maovu bila woga na kusifia mazuri. Kwani jamii ambayo mabaya ndiyo yanasifiwa na mema yanafichwa, jamii hiyo haijaangaziwa bado na mwanga wa haki kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Fundisho la 3, tutamani kuwa na ulimi ufundishwao. Ndugu zangu, katika somo la kwanza, Nabii Isaya anamnukuu mtumishi mwaminifu wa Bwana akisema kuwa Bwana Mungu amempa ulimi wa wafundishwao. Neno hili, ulimi wa hao wafundishwao, linaashiria kuwa ni ulimi wa mtu anayesikiliza kwanza kabla ya kusema. Mtu mwenye ulimi huu hasemisemi hovyo. Katika familia zetu, ndugu zangu, kumekuwa na mifarakano mingi ambayo imesababishwa na ulimi wa hao wasiofundishika. Hivyo ndugu zangu, tunaitwa kuwa watu wa kusikiliza zaidi kuliko kusema hovyo. Tunaitwa kupima maneno tunayoyasema dhidi yetu wenyewe au dhidi ya wenzetu, kuona kama yana baraka kwao, na kama hayana baraka kwao bali ni ya madhara tu, basi ni vyema kutoyasema. Daima tujifunze kuongea yale tu yenye baraka, yenye kuwainua wengine, yenye kuwapa moyo wengine, na yenye kuleta upendo, umoja na mshikamano kwa wenzetu. Ulimi unaofundishika huleta baraka nyingi katika maisha yetu. Kwanza kabisa, huwavutia watu kuwa karibu na sisi katika maisha yetu. Ulimi huo huunganisha watu, huleta umoja, huleta upendo kati ya watu na amani ya kudumu kati ya ndugu na majirani. Hivyo ndugu zangu, katika Dominika ya leo, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie daima neema zake, ili daima tuweze kuwa watu wenye utii kwa Mungu, wanyenyekevu na wenye kuwajali wengine. Msichoke kutenda mema.